Naam, on the microphone it's a girl official Rose D. Ukiniita hivyo inakuwa unyamwezi sana, na niko nimejidhatiti katika kukuhabarisha na habari zote ambazo unatamani kuzifahamu. Leo ninajikita katika ulimwengu wa burudani. Niko na mwanadada Nandy ambaye yeye unaambiwa ameweza kumchukua msanii Pipi Jojo mara tu baada ya kutoboa siri yaliweza kumkuta kwa Chief Godlove. Kumbe mashabiki walimuomba Nandy. Karibu sana. Ni msanii wa muziki maarufu kabisa hivi sasa nchini Tanzania, Pipi Jojo, ambaye amefunguka kwa mara ya kwanza kuhusiana na mambo ambayo yaliibuka kati yake na Chief Godlove, na akithibitisha kuwa kulikuwa na hali nzito iliyomkumba kihisia pamoja na kimaisha. Na katika mahojiano maalum kabisa, Pipi Jojo aliweza kusema kuwa yeye na Chief walikuwa na migogoro ya kibinafsi ambayo mara nyingi ilileta mvutano mkubwa sana. Pipi ninamnukuu anasema, "Mimi ni binadamu, kila mtu ana hisia. Kile kilichonitokea kilikuwa ni jambo la kibinafsi sana, na nikijaribu kusema mengi ningempoteza mama yangu." Pipi Jojo aliweza kusema kwa sauti ya kutulia lakini yenye uchungu, na anaongeza kuwa baadhi ya mambo hayakuwa rahisi kwa upande wake kuzungumza hadharani kwa sababu ya hofu ya kuumiza familia au kushusha hadhi ya mtu aliyeheshimiwa katika jamii. Pipi Jojo pia aliweza kuweka wazi kuwa uhusiano wa kila mmoja na familia ni muhimu, na kwa hiyo aliamua kushughulikia hali hiyo kwa njia ya heshima na kwa siri. Na katika nukuu ya pili anasema, "Kuna mambo ambayo mtu lazima aweke pembeni hadharani. Si kila kitu kinapaswa kusemeka. Nilikuwa najua kuna mambo ambayo nisingesema kwa hofu ya kumuumiza watu ambao wanathaminiwa sana katika jamii," alizungumza. Lakini kwa upande mwingine, mashabiki na wafuasi wake wametumia fursa hiyo kueleza mshikamano wao kwa Pipi Jojo na kumpongeza pia kwa ujasiri wa kusema ukweli kwa kiasi kinachofaa bila kuingiza hofu au vurugu. Wengine wanasema kuwa ni muhimu kwa wasanii kuonyesha ukweli lakini kwa heshima, hasa wanapohusiana na watu wanaoheshimika katika jamii. Lakini pia Pipi ameeleza kuwa licha ya changamoto hizi anajitahidi sana kushughulikia kila jambo kwa busara na kutafuta amani, kwani maisha ya kila mtu ni muhimu na kila uhusiano unahitaji heshima. Mashabiki wamemuomba apate faraja na kuendelea na maisha yake bila kuacha kuimba na kuleta burudani kwa jamii. Naam, baada ya maneno haya ya Pipi Jojo ambayo alizungumza vile alivyoshindwana na Chief Godlove, mashabiki walimuombea sana kwa msanii Nandy baada ya kuachana na Yami katika record label ya kwake. Basi tunafahamu kwamba imekosa msanii mpaka sasa hivi. Sasa kwa uwezo alioonyesha Pipi Jojo kipindi yuko chini ya Chief Godlove, Nandy bora amchukue Pipi Jojo, maana ni msanii mzuri ambaye kama ananyanyasika kimuziki kwa sasa hivi, atakapopata sehemu nzuri anaweza kufanya poa zaidi. So baada ya maneno hayo siku ya jana, Nandy ni kama amewajibu wadau ambao walitaka Pipi Jojo aweze kujiunga katika record label ya kwake Nandy. Na kwa mujibu wa Nandy amedai kuwa kwa sasa bado hajawa tayari kiukweli kumanage msanii yoyote yule, lakini Pipi Jojo ni msanii mzuri, kama akimaliza mambo yake na kuweka sawa vitu vyake, basi ataweza kumchukua Pipi Jojo na kuweza kumsaini na kufanya naye kazi. So lolote linaweza kutokea, si ndio? Mtazamaji wetu wa Biomedia, unadhani pengine Nandy atamweza kweli Pipi Jojo kama Yami alimshinda, ama watawezana na kuendelea kuchapa kazi na kuona vitu bora kabisa vikiendelea kutolewa na wawili hao mara tu baada ya kuungana kwao hapo baadaye? Basi endelea kutoa maoni yako moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia.